Siku ya leo tutaangalia somo fupi sana. Today we are going to look at a short sermon. Linaitwa nguvu ya ahadi. The power of promise. Nguvu ya ahadi. The power of promise. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika. Right. Ukiona Mungu amenyamaza kwenye maisha yako, If you see God is quiet on your life, sio kwamba amekuacha. it's not because he has left you. Jua No, anatengeneza he's making ushuhuda a testimony kwa ajili yako. because of you. Watu wengi wameshindwa kufahamu majira na nyakati za Mungu. Many people are unable to know the times of God. Wamekuwa ni watu ambao wanaharibu majibu yajayo They are those people who destroy their answers wanapopita hasa kwenye changamoto. when they go through challenges. Majaribu yetu tulionayo The temptations that we have si kwamba yamelenga kutuua, is not there to kill us. si kwamba yamelenga kuharibu hatima It's zetu, not there to destroy our si kwamba destinies. yamelenga kuharibu maisha yetu. It's not there to destroy our lives. Moja ya majaribu One of the principles of the waga ni temptations kukutengenezea njia mpya katika maisha yako. is to make a way of your life. Siku zote unapoona unapita kwenye changamoto nyingi, Every day when you say you are passing through unapita kwenye challenges, majaribu mengi, you are going through sufferings, jua Mungu anakutengenezea ushuhuda. know that God is making a testimony for Watu you. wote ambao kwenye baraka Those who are on their blessings, ni wale ambao walipita kwenye jaribu la aina they fulani. are those people who pass through Watu suffering. wale ambao walifurahi baadaye Those who are happy later, ndio wale waliopita kwenye jaribu kabla ya kufurahi. they are those who went through challenges first. Sasa Mungu akawa ananifundisha vitu vingi sana. God was teaching him a lot of things Ananiambia wafundishe watu wangu and telling to teach his people, wanapokuwa wanapita katika adha mbalimbali, when you're going through temptation, majaribu mbalimbali, through challenges, wasiruhusu neno don't allow any word la mke wa Ayubu for the wife of Job kuharibu baraka to zijazo. destroy their coming blessings. Kuna mwanamke mmoja katika Biblia There is one woman in the Bible alikuwa ni mke wa Ayubu. who was a wife to Job. Wakati Ayubu anajaribiwa, When Job was being tempted, yeye alimfuata akamwambia, baba, he followed him and told him mkufuru that, Mungu just despise God aliyeruhusu haya yamekupata. who allowed these things to Lakini be kwa true. sababu Ayubu alijua, Because Job knew, akuruhusu kufungua kinywa he chake did not open his mouth kumkufuru Mungu aliyempa kabla, to despise God who gave him bali before, alisimama naye katika majaribu but he stood with him through the na temptations, akaziona baraka baadaye kuliko mwanzo. and he saw the blessings which were Ni more mtu than the aliyepita first. kwenye kipimo kikubwa sana cha aibu, Is a person who went through temptations, kipimo kikubwa cha mateso, a big temptation, kipimo kikubwa cha huzuni, a great sorrow, lakini alisimama na Mungu wake but he stood with his God, akasema, yeye aliyenipa and he said, the one that has ndiye given me yeye aliyetoa, is the one who has taken. na kama ametoa, And if he has taken, sitaruhusu moyo, I will not allow my heart, sitaruhusu I will kinywa not allow my mouth kumkufuru Mungu wangu. to despise my God. Na katika hayo And through that, Biblia inasema Ayubu the Bible says that Job akapewa mara mbili was given times kuliko two mwanzo before the first time alivyokuwa navyo. what he had. Watu wengi waliofanikiwa sasa, Many people have kuna succeeded. aina ya siku walizipita There are those days that they have passed. ambazo wakikuhadisia zikuwa nzuri, If they tell you they were not good days, zilikuwa na huzuni ndani they yao, were full of sorrows, zilikuwa na machozi ndani there were yao, tears, zilikuwa na shida ndani there were yao, problems, lakini but Mungu God, ana tabia he has a ya habit kubadilisha of huzuni changing na kuwa sorrow furaha to be happy. kwake yeye aliyemkimbilia. To him that Na has siku run ya and leo and today, ninaona huzuni wako unageuzwa kwa I see jina la your Yesu. sorrows changing in Naona Jesus' huzuni name. wako unageuzwa kuwa I see furaha your kwa sorrows jina la changing in Yesu. happiness in Naona Jesus' huzuni name. wako unageuzwa kuwa furaha kwa I see jina la your Yesu. sorrows changes in Na kama happiness. niwe jipigie And makofi even so, mazuri clap na hands for vigelegele. Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo usisahau jambo hilo. Don't forget this thing. Ukiona Mungu amenyamaza, If you see God is quiet, sio kwamba amekuacha, it's not because he has left you, bali but anatengeneza he is making ushuhuda a testimony kwa ajili yako. because of you. Yule aliyeachwa The one who is left ndiye mwenye ushuhuda. is the one who has a Wewe ni testimony. mashahidi katika mambo mengi. You are a witness to many things. Juzi nilikuwa naagwa na binti mmoja, Another day, there was ananiambia, someone who was Pastor, telling me, Mungu wako amefanya. and he said, Pastor, your God has Uliniambia done. nitapata mwezi wa 5, You said that you na had kweli said, amenipa "I'll get kazi ya it, udaktari. I'll Bwana Yesu get my asifiwe job, sana. and I've Kampa kazi ya already been a nini? doctor." Ya udaktari, na aliambiwa alifike leo, kesho anaanza kazi. Bwana Yesu asifiwe So sana. go today, Kwa hiyo ni tomorrow. Mungu anayefanya, lakini So kabla ya God is kufanya, working, but before doing, maana yake kuna siku za kujiuliza wewe. there are those days to ask yourself. Kuna siku ambazo utakaa unajiuliza, kwa nini mimi? There is a day you'll ask, why Nina miaka me? kadhaa sina kazi. I am jobless for Nina 3 miaka years. kadhaa sijaolewa. I'm not married Nina for many miaka years. kadhaa sijafika kwenye ndoto. I have many years I've not Kila fulfilled my anayejiuliza maswali, dreams. Whoever asks a question, kuna majibu yake baadaye. there is an answer later. Majibu hayaanzagi, The
majibu yako mwisho. Answers are the Bwana last. Yesu asifiwe sana. Amen. Kingine, Another thing, ushuhuda testimony sio Mungu kuzuia usitupwe kwenye tanuru la moto. is not God to prevent you to be Andika hivyo vitu caught in the vitakusaidia. channel of fire. Ushuhuda Testimony, sio Mungu it's not God kuzuia to prevent usitupwe not to be kwenye sent tanuru la to moto. the channel of fire. Ushuhuda Testimony, ni Mungu it's God kuonekana to be seen katikati in between ya mateso yako. your suffering. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Amen. God. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Amen. God. Ushuhuda Testimonies, sio Mungu it's not God kuzuia wewe to prevent you usitupwe not to be thrown kwenye tanuru la moto. into the channel of fire. Ushuhuda But testimony, ni Mungu it's God kuonekana to be seen katikati ya changamoto yako. in between your challenges. Kwenye Biblia kuna watu wanaitwa Shadraka, Meshaki na Abednego. In the Bible there is Shadrach, Ni watu Meshaki na ambao Abednego. walimtazama Mungu mmoja that they looked upon God kama tunayemtazama kwenye hii madhabahu. as we look at this altar. Lakini katika kumtazama Mungu huyo But at looking at this God, walipita kwenye changamoto za mateso mengi they sana. passed through challenges a lot. Kuna mahali walifika kwenye umati karibu taifa zima. There is where they went Mfalme to a lot of ametangaza people. waabudu miungu mingine. And the king had Wao just said wakasema to worship another kamwe God, but they said, hatutasujudia miungu we mingine. shall not bow to other gods. Hatutasujudia sanamu. We shall not bow Hata before siku moja. structures. But Maandiko yanasema walikamatwa, they were taken, wakafungwa mikono na miguu, they were chained on the legs and wakafungwa hands, macho yao, their eyes were blinded, wakaenda kutupwa kwenye tanuru la and moto. they were thrown to the tunnel of Na fire. tanuru hiyo Biblia inasema And that tunnel, the Bible says, ilikuwa imechochewa moto wako kuliko desturi yake, the fire was more than what it is kiasi every kwamba time. kama ukitupwa kwenye hiyo tanuru, If you are thrown in that fire, kabla hujafika chini ya tanuru, before getting down on that tunnel, umesha yeyuka. you're already finished. Lakini kwa sababu walikuwa naye Mungu But because they had God, anayetengeneza ushuhuda wa pekee, who makes that testimony, aliwaheshimisha katikati ya moto. Sema amina. Na mimi ninakuambia mwezi wa 5 utatupwa kwenye tanuru ya moto, lakini utatoka uking'aa kama dhahabu. Utatupwa kwenye majaribu, lakini utatoka na ushindi. Utatupwa kwenye majaribu, utatoka na mtaji. Utatoka kwenye majaribu, utatoka na jina jipya. Utatupwa kwenye majaribu, utatoka na kicheko. Utatupwa kwenye majaribu, utatoka na nafasi yako. Sema amina. Pokea jina jipya kwa jina la Yesu. Napokea. Kuna watu tuko mahali hapa ulishaachwa, yani ulishaachwa na Mungu. God has already left you. Mungu God ana tabia ya kumwacha mtu wake. Mungu ana tabia ya kumkaribia mtu wake. He comes near to his people. Watu wengi wanapopita kwenye changamoto When people pass through temptations, wanafikiri wameachwa. Hakuna mtu anayeachwa, bali Mungu anatengeneza kitu kwa ajili yao. Wakati wakina Meshaki, Abednego wanakamatwa na kutupwa kwenye tanuru la moto, walifikiri sasa ni mwisho wao umefika. Na wale watu waliokuwa wanawafahamu wanasema, hawa vijana mbona walikuwa wapole, walikuwa wanyenyekevu, walikuwa wacha Mungu, mbona wametupwa kwenye adhabu kama hii? Lakini kwa sababu Mungu alikuwa upande wao, akalifanya jambo ambalo mpaka leo shuhuda haijawahi kufutika. Leo namuomba Mungu akuletee ushuhuda ambao utashangaza watu wengine kwa jina la Yesu. Amen. Akuletee ushuhuda ambao utashangaza watu wengine kwa jina la Yesu. Amen. Ulichokipoteza kikaje mara 7 kwa jina la Yesu. Amen. Ulichonyang'anywa kikaje mara 7 kwa jina la Yesu. Amen. Ulichokipoteza kikaje mara 7 kwa jina la Yesu. Amen. Pokea hizo baraka zako kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya ushuhuda tena kwa jina la Yesu. Na kama niwe jipigie makofi and if mazuri it's na you, clap hands vigeregere. for Jesus. Ushuhuda ni pale Mungu anapoingilia kati kwenye changamoto yako. Testimony is when God comes between your problems. Yaani umefika mwisho, You're just at the corner. unaona kaburi hili hapa, You see the grave is unaona here. kifo hiki, You see death it's here. alafu Mungu anasema, mwanangu, And God says, bado my na son, siku za kuishi. you have more days to live. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Amen. God. Yaani imefikia mwisho, kupata mtaji ni kazi ngumu.
Kupata kazi ni kazi ngumu. Kupata maisha mazuri ni kazi ngumu. Kujenga nyumba ni kazi ngumu. Alafu anainuka kama shujaa, anasema mwanangu, nitakupa nyumba yenye sebule 3, nitakupa nyumba na gari ndani yake, nitakupa nyumba na geti ndani yake, nitakupa nyumba na fence ndani yake. Na hicho ndo kitu ambacho ninamuomba Mungu. Mungu akafanya ushuhuda tena kwa ajili yako. Mungu akafanya ushuhuda juu ya wamama. Mungu akafanya ushuhuda juu ya baba. Mungu arudishe ushuhuda kwenye marango yako. Mungu arudishe ushuhuda kwenye njia zako. Na kama uko mahali hapa, jipigie makofi mazuri. Kuna aina ya maisha There is a kind of life hauwezi kuyaishi you cannot live mpaka umejaribiwa. until you are tempted. Kuna aina ya baraka There is a kind of blessing. haziwezi kuwa baraka kamili There cannot be complete mpaka blessings umejaribiwa. until you are tempted. Watu wote waliofika Those who went there, ndio walioshindwa mwanzo. they are the one who are defeated in the first Wana place. wa Israeli The children of kwa Israel, miaka 400 na point 400 years, walifikiri wameachwa, they thought that they have lakini been blessed. kumbe Mungu ana majira na nyakati. But God had his time. Kuna wakati atakupitisha kwenye mateso, There is a time you will go through challenges kwenye ndoa. in your marriage. Kuna wakati atakupitisha kwenye mateso, There is a time you will go through suffering kwenye afya. in your health. Kuna wakati atakupitisha kwenye mateso You'll go through suffering juu ya watoto wako. because of your children. Baba mmoja ananiambia, pastor, One man said, kama Pastor, watoto wangekuwa wanauzwa, if children can be sold, mimi ningewaambia Mungu wa watoto ni wauze. I could have told God to sell mine. Nikamwambia kwa nini? He said, why? He asked why. Akanambia nimewakatia tamaa. I've already given up on them. Ana watoto 3, He has 3 children. wote ni dakika 2 mbele. All of them, they are 2 minutes ahead. 2 wa kiume, 1 2 wa male kike. and 1 female. Wote wanavuta bangi. They are all smokers. Yaani mtoto wa kiume, wa kike mpaka midomo imeshakuwa ya kijivu kwa sababu ya kuvuta bangi. The Sasa female huyo one is the anavuta worst. mpaka amewapita watoto wa kiume. He is the worst more Ananiambia, than the male pastor, ones. wangekuwa wanauzwa watoto, If they could have been sold alafu unaenda kununua wengine, and go and buy mimi others, ningeuza hawa I could have sold this nikanunue one wengine hata kwa bei ya hasara. and bought others. Nikamwambia usikate tamaa, And he said, don't give up. Mungu anaweza kufanya. God can do. Nikamwambia kabla ya kukata tamaa, Before giving up, jaribu tena, try again. jaribu. Try again. Nikamwambia tuanze maombi. He said, let's start Tuanze prayers. nini? Let's start Tuanze prayers. maombi. Kwa hiyo tumeanza maombi mwezi huu. Bwana Yesu So asifiwe we sana. started prayers Tumeanza maombi already nini? this month. Mwezi huu. Na mimi kama mchungaji I believe as a pastor, sijawahi kuamini hata siku moja I've never believed even a kwamba single majibu day ya maombi ya mwenye haki that the prayer of a servant, waga yajibiwi. it Waga cannot be siamini kitu answered. kingine. Bali ninaamini nikipiga magoti kuomba, But I believe when I kneel down to pray, majibu yanakuja, answers comes. na yakija yanakuja na matokeo And when they makubwa. come, it comes with the results. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Kwa hiyo ushuhuda sio kwamba Mungu anazuia usitupe kwenye nini? Testimonies is not God to prevent Kuna you to be sent to the wakati fire. Mungu ataruhusu mpaka uingie kwenye tatizo kabisa. There is a time God will allow you to go to that Ushuhuda ni challenge. Mungu kukutoa kwenye tatizo. The testimony is God to remove you Ndio out of maana that maandiko challenge. yanasema eli mwisho wa jambo kuliko mwanzo. It's good for the end of the word instead of the start. Yule anayesimama vizuri, Who stands well anayeamini vizuri, and he believes well anayeabudu vizuri, and worships well, ndiye anayeuona ushuhuda mzuri. he is the one who sees Kwa the good katika testimony. safari ya maisha yako, So in your life, kabla ya journey, ahadi kutimia, before that promise to come, anza kutengeneza hiyo ahadi. start making Anza that kutengeneza promise. huo ushuhuda. Start making that Ndio testimony. tunasema ni nguvu ya nini? The power of Ya ahadi. promise. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Amen. God. Haleluya. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Kwenye Biblia kitabu kile cha Luka sura ile ya 6 mstari ule wa 38. Luka 6:38. Luke 6:38. Tutaenda kuangalia neno hapo. Going to look at the word. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Ndiyo kitabu cha Luka 6:38 anasemaje aposto? Anasema, Aha. wapeni watu vitu, Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. nanyi mtafanyaje? Mtapewa. Aha. Kipimo cha kujaa Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kushindiliwa na kusukwasukwa na kusukwasukwa hata kumwagika. hata kumwagika.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika maisha yako, In your life, ukiona unapita katika bahari ya Shamu, if you see yourself passing through Red Sea, nao wanakufuatia nyuma yako, and they are coming behind you, usiogope. don't fear. Siku utakapotoa mguu kwenye majaribu, The day you remove your foot na from wao that temptation, wakijaribu kuingiza mguu mahali ulikopita, and they try to pass where you have passed, jua tayari know historia yao imefutwa. that their history is already Bwana Yesu asifiwe deleted. sana. Amen. Kuna kitu moja Mungu akawa There ananifundisha, is something that God was teaching me. ananiambia kwani ninasemaje? And what am I saying? Wapeni watu vitu. Give people their Hilo things. neno lina maana kubwa sana. That word has a lot of meaning. Ni rahisi kuchukua kitu kizuri kumpa mtu. It's easier for you to take something good and give Ni somebody. ngumu sana wewe kujitoa kuwa sacrifice ya watu wengine. And it's hard for you to sacrifice yourself to other people. Yesu aliwapa watu vitu. Jesus gave people things. Alijitoa ili tupate. He gave himself so that we can get. Sasa je, huko kujitoa kuumia ili watoto wako wapate la? Are you ready to suffer for your children to stay well? Kipimo kile ulichokiandaa The same measure that ndicho you prepared. kinachokusubiri baadaye kwenye maisha yako. That is what is waiting for you. Wakati tunasoma hili neno, When I was reading this ukiwa word, unasoma kikawaida, if you read it unafikiri normally, tu unaweza kutoa labda milioni moja na mwazima mtu. you may think that you'll just Ili get 1 upate. million and give somebody so Kuna that you can get. kujitoa pia kwa ajili ya watu There wengine. is also to sacrifice yourself because of people. Unapomsikia mtu anaitwa Prophet Eli, When you hear about a person called maana Prophet yake Eli, yeye amejitoa kwa ajili he ya has watu wengine. sacrificed because of other people. Kuna wakati halali kwa ajili yao, There is a day he doesn't sleep because of you. na akilala maana yake wewe ufiki. And if he sleeps, you don't go to Kuna where you are destined. wakati wako There is your na time, kuna wakati wa kiongozi wako. and there is a time for your leader. Ndio maana tunakutana kanisani. That's why we meet here in the church. Ulishajiuliza kwa nini ulikuwa ukiomba hujawahi kupata ulichokuwa unakitafuta? Have you ever asked yourself, why did you pray Na and you kwa nini never got your ulipokutana na result? mtu aina fulani ukakipata And why ulichokuwa did you meet a unakitafuta? certain person and you got your answers? Maana yake nini? Meaning, Kwamba kuna level there is a level ya utoaji. of giving. Kuna mtu akitoa kitu kwa ajili If yako, there is someone who gives akitoa because of maombi you, kwa ajili, if he offers of maana praise yake because of umefika you, kwenye baraka you zako. have already gone to your blessings. Na kuna kitu kikitoa kwa ajili yako, And there is something maana that yake you umejipeleka give kwenye because of baraka you. zako. You've gone to your blessings. Mungu akawa ananifundisha kitu cha ajabu sana. God was teaching me Anasema something kwani marvelous. ninasemaje? He was asking, what do I say? Wapeni watu vitu, Give people nami things, nitawapa vitu and I'll give you tena vya things kujaa na kusukwasukwa. that will be measured and be praised. Hilo neno lina maana sana, That word has a meaning. maana Biblia ukisoma huko mwilini If you read the Bible in the flesh, utakao ipate hata siku you'll moja. never get it even for a single Neno day. la Mungu limefichwa kwa watu wenye hekima. It is hidden for people who Usipokuwa na have wisdom. hekima ulipati If neno. you lack wisdom, you'll never know the Bwana word. Yesu asifiwe sana. Amen. Ulipati nini? You'll never get the word. Ulipati neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema wapeni watu Vitu. nanyi mtafanyaje? Give them Mtapewa. and will be given. Maana yake ili uione ahadi, So that you can see that promise, anza kujitoa kwa ajili ya watu. start sacrificing yourself because of Anza people. kujitoa kwa ajili ya vitu vingi. Just sacrifice yourself because of things. Nguvu ya ahadi The power of promise haitimii kwa watu wa kawaida. does not come to Ndio ordinary maana people. katika Biblia ukisoma kuanzia Mwanzo When you read the Bible from Genesis mpaka Ufunuo, up to Revelation, neno nita, the word I will, nitakubariki, I'll bless you, nitakuinua, I'll exalt you, nitakufanikisha, I'll welcome nitakushika you, I'll mkono, hold your hand, nitakupeleka kwenye baraka I'll zako. get you to your blessings. Limetajwa mara 36,500. It is in the Bible more than 36,000 times. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mara 36,500. More than 36,500 in the Limetajwa. Bible. I will. I will. Manake ni ahadi yako. That's your promise. Lakini vitu hivyo But these things, kuvipata, to get them, manake lazima ujaribiwe you kwanza. must be tempted. Lazima upite kwanza. You must pass through. Lazima kuna mahali upitishwe kwanza. There is somewhere that will pass through. Hakuna aliyeipokea ahadi Nobody has received the promise. kikawaida. That is normal. Na ikitokea ukapokea baraka zako kikawaida, And if you receive your blessings normally, manake kesho unaweza ukazipoteza. tomorrow you lose them. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Anasema wapeni watu Vitu. nanyi mtafanyaje? Mtapewa. Be given to you. Mtapewa. Kabla ya kupokea, Before receiving, jitoe kwanza kwa ajili ya kupokea. sacrifice yourself to receive.
Neno wapeni The word give them, maana yake kuna mtu anayehusika. there is someone who is concerned. Wewe ndo chanzo cha baraka zako. And you are the beginning of the blessings. Usipokuwa na akili ya kwamba mimi acha nijitoe kwa habari ya maisha yangu, If you don't kwa have the ajili ya knowledge to ndoa sacrifice yangu, yourself kwa because of ajili ya marriage, biashara because of your yangu, life, because of your business, utaipoteza, unaiona mikononi mwako. you'll lose looking at it. Wapeni, Give them. jitoe, Sacrifice yourself. jitoe. Sacrifice Jitoe. yourself. Sacrifice yourself. Ibrahimu alijitoa zaidi ya mara moja. Abraham sacrificed more than Yakobo one time. usiseme mtoto wake, Jacob, mjukuu don't say wake, about him. na Isaka usiseme. And Isaac too. Kuna mahali alichimba visima, ananyanganywa, There is a time that they went and anafukua dug wells visima and vya they were baba taken. yake, The wells of their father, Wafilisti wanamnyanganya. and the Philistines could take them. Akasema chukueni. And you just say, just take it. Akachimba cha pili, wakasema wakakichukua, akasema He chukueni. dug the second one and Akachimba take cha it. tatu, akasema chukueni. And he dug the third one and they said, just take Ulipofika it. wakati wa kisima chake, When it came for the time of his own hakuna well, aliyekigombania. nobody fought for that well. Kila kitu kizuri Every good thing, kabla akijaja before it comes, kuna changamoto zake. there is those challenges. Ni vizuri sana kupokea ahadi, It's very good for you to receive the promise, ni ngumu sana kuishi kwenye mateso ya ahadi. and it's very hard for you to live in that challenges of your Yule promise. aliyefika The one who went there, angejua atapata kila alichokipata, if he knew that he could get what he wanted to get, asingelionyesha manunguniko he aliyoyapitia. could not have complained when he was passing Asema through. wapeni watu, He's saying, give people things. maana yake lazima ujitoe kutoa. You must give yourself to give things. Lazima ujitoe kufanyaje? You must sacrifice yourself to give. Kuna aina ya historia ya ufamilia yenu, There is a kind of history in kuna your aina ya family. historia ya ukoo wenu, There is that history in your haiwezi clan. badilika mpaka umeibadilisha It wewe. cannot change until you change yourself. Kuna aina ya maisha ya aina fulani kwenye ukoo, There is a kind of life in your clan. hayawezi badilika It cannot change mpaka umeyabadilisha wewe. until you change it yourself. Na shetani, moja ya kitu ambacho amekizuia kwa watu wengi And the devil, one thing that he has prevented from katika people, eneo la kujitoa, it's in the area of maana sacrificing anajua yourself. siku utakapojitoa When you wewe, sacrifice yourself, ndio historia ya maisha yako imebadilika. that is the day that your history will change. Dada mmoja, One lady pastor, said, Pastor, niombee tu niolewe. pray for me to get married. Nikamuuliza, wago naomba mara ngapi kwa siku? He asked, how many times do you Mara pray ya a day? mwisho ulikuwa kanisani lini? When was the last time you attended the service? Akanambia mwaka juzi. He said, last year but one. Nimeshaamua kukata tamaa. I've already given up. Nikamwambia, kwa nini unakata tamaa? And he asked, why do you give up? Akanambia, kila mwanaume aliyekuja kwenye maisha And yangu he said that every man that comes in my life, aliniachia maumivu. you just leave me Nikamwambia, crying. ni kweli maumivu yapo kwa ajili yetu, And he said it's true. lakini Pain pia is na there furaha for us. ipo kwa ajili yetu. And happiness is there for us too. Nikamwambia, sasa jitoe katika Mungu And he said, sacrifice yourself to ili God Mungu pia ajitoe katika so wewe. that God can sacrifice Kila aliyepata himself kitu to you. kizuri, Whoever got a good maana thing, yake anajitoa katika namna fulani. he has sacrificed himself in one way. Usitegemee jambo zuri Don't depend on wakati good upo thing. umerelax, When you're there relaxing, maana yake umekubaliana na hiyo hali. you have already agreed on that. Kile situation. ulichokubaliana nacho Whatever you have agreed on ndio with, kinakuhakikishia maisha yako ulionayo. that's what makes you to know the Yule life that you have. anayejitoa kwa ajili ya watu wengine, Who sacrifices anayejitoa himself kwa because of ajili ya other people, hatima yake, because of his maana yake destiny, ndiye anayeiona baraka yake. that is the one who sees his blessings. Ndio maana Mungu anatufundisha, That's why God is teaching anasema us, wapeni watu. saying give things to people. Sasa unafikiri ni sadaka unayoitoa, You may think it's the offering that you give, ni fedha unayomsaidia mtu? it's the money that you're helping Kuna people with. kujitoa zaidi ya fedha. There is sacrificing yourself more than money. Yaani unajitoa kwa ajili ya mpendwa mmoja asimame You madhabahuni, sacrifice yourself just because na one sio brother to kumkatisha stand tamaa na kumvunja and madhabahuni. not to make him to give up. Yaani unahakikisha mtu mmoja amesimama, You make sure unajitoa that kwa one ajili person is yako already kama there, pastor anavyojitoa kwa ajili yako. like the way the pastor does because of us. Wapeni watu Give vitu. people things. Hakuna kitu kizuri duniani There is nothing good in this world kama mtu kumpa baraka yako ya ndani. like so someone giving you his blessings. Isaka kumpa Yakobo fedha, Isaac to give Jacob that money. Isaka alimpa Yakobo baraka. Isaac did not give Jacob money, but he gave him blessings. Kujitoa ndani ya moyo To sacrifice yourself from the heart, ndo kuna kuhakikishia baadaye utakuwa mtu wa aina gani. it gives you a guarantee to know who you will be Niliwahi later. kumwambia mama mmoja, I told one woman, alikuwa anatamkia watoto wake maneno mabaya sana. he was speaking bad things about his Nikamwambia, children. kile unachokitamka juu ya watoto And he wako said, whatever that you speak about your ambacho children, nakitoa ndani yako that comes out of you, ni matatizo makubwa sana mbele yao. it's
It's a problem for Nikamwambia them. kwa kuwa tumebahatika kuonana mimi na wewe, But because we are lucky that we have met, badilisha mwenendo wa maongezi yako. change your language. Badilisha mwonekano wa maneno yako. Change the way you talk. Maana kila saa unawaita majina mabaya, Every time you call them evil unawatamkia names, maneno mabaya. you speak evil things about them. Lione tabia kama za baba yake. Just look at him. He's just like his father. Lione Look at him. kila ambacho nakitoa Whatever that you speak, ndicho kinachokuweka kwenye baraka baadaye. that's what puts you in that blessing. Ndicho kinachokuwa ahadi ya maisha yako. That is the promise of your life. Ndio maana hakuna kesho bila wewe, But there is no tomorrow without you. na hakuna ahadi bila wewe. And there is no promise without Wasinge you. kuwepo wana Israeli utumwani If Misri, the Israelites could not be there, Mungu asingekuwa na kitu cha kukitoa utumwani, he could not have got something na Mungu to get asingejitoa them kwa out of ajili that. yao And God could not have sacrificed kuwaonyesha them ishara za ajabu. to show them the signs and wonders. Kabla ya ishara, Before signs, ajabu wonders, na miujiza, and miracles, badilika wewe. change fast. Badilisha mtazamo wako wewe. Change your outlook Jitoe fast. wewe. Sacrifice yourself. Wapende watu, Love people. wabariki watu, Bless people. usiwalaani watu, Don't curse usiwachukie people. watu, Don't hate people. usiwaonee wivu watu, Don't envy usiwabeze them. watu, usiwasengenye watu. Don't backbite them. Toa picha nzuri Get a good picture inayobariki watu. that blesses people. Kwa nini watu hawafiki kwenye ahadi na wanasali? Why do people don't go to their destinies and they're praying? Nje yao They are outside, na kinachotoka ndani and yao whatever is coming out of them, ni vitu viwili they are tofauti. two different things. Ndio maana mmoja ya watu ambao wamefanikiwa kuwa na akili nzuri Those people have succeeded to have waga good mind. waishi kwenye kicheko cha mtu anachocheka, They don't end up with people who are wanatafuta laughing. kujua ndani yao. They look to see inside. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Unachokitoa ndani yako What comes out of you, ndicho kinachovuta mambo mema kwenye maisha it's yako. what attracts good things to you. Kilichoko ndani yako Whatever is in you, ndo wewe, hata kama unaekiti mbele za watu. it's you, even if you act before people. Kuna watu wanaekiti kwenye maisha yao, There are those people who act in their lives. anakuchekea, They laugh at you. anakuonyesha sura ya tabasamu, They make you to see that they're lakini laughing. ndani huko anasema huyo aferini tule hata wali But msibani inside mwako. they are asking, when will you die for them to eat? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kufundisha vitu ambavyo vitakuingiza kwenye baraka kwa wakati. I'm teaching you things Maana that will get you maisha your blessings tulionayo, the life that we have, kama utabadilika, if you will not change, unaweza ukawa kwenye madhabahu kama you hii can be on this altar ukawa kizuizi cha maisha yako. and be the one who is preventing your blessings. Hakuna kitu kizuri maishani There is nothing good in your life kuishi na moyo safi. if to live with a clean heart. Umesikia watoto wanataja ahadi za Mungu, You've seen children talking about matunda the ya Roho promise of God, Mtakatifu. the fruits of the Holy Tunda la Spirit, kwanza wakasema ni upendo. and the first fruit was love. Sasa kwenye watu 100 Among 100 people, ukitafuta watu wenye upendo if you look people with love ambaye wanazalisha kitu kizuri kwa ajili yako, that bears good things because of you, utabaki utashangaa kwenye kundi la watu 100. you'll be surprised in a group of Alafu 100 wengine utawapata mpaka kanisani humu hapa others are tulipo. in the church. Akikuona umevaa nguo nzuri, If they look you have a good dress, anapata shida sana moyoni mwake. they'll have problems in their heart. Akikuona unatoa sadaka, If they see you offering, anapata shida moyoni mwake. they'll have a problem. Sasa je, tuishi maisha gani? What life do we have Tuishi to live? katika kukoswa na kufa, Do we have to live au tuishi to katika lose and baraka not to get, nzuri? and or to get blessings? Usipoyajua haya, If you don't know this, utasababisha madhara kwenye maisha yako. you'll cause Kwa problems nini in Mungu your life. anasema toa? Why is God saying give? Wapeni watu vitu. Give people good things. Maana yake anakufundisha upendo. Because it's teaching you love. Usipouishi upendo, If you don't live love, unaweza ukaomba leo, kesho na kesho you kutwa, can pray today, tomorrow, and the day utakao after yaone tomorrow, majibu yako. and you'll never see your results. Maana moja ya matokeo Because one of the outcomes, yamesetiwa katika upendo. it's set in love. Wapeni watu vitu, Give people nanyi things, mtafanyaje? and you'll be given. Mtapewa. Tena sio kupewa tu, anasema be given. kipimo kilichojaa na kusukwasukwa. The measure that is praised, you'll get it. Ulishakaa ukajiuliza, mimi waga napigana vita ngapi ya kwako? Have you ever had the fight that he fights because of Na you? ukienda ukarudi unanikuta niko tu kila siku natoaga mapepo hapa And madhabahuni. when you go and come back, he's still there in the Mwingine unamtolea mapepo, shukrani yake arudi madhabahuni. Others, when they are delivered, they don't come back for Bwana Yesu asifiwe thanksgiving. sana. Amen. Na mimi nilivyoking'ang'anizi sikati tamaa, najua wa kwake Mungu wapo. And the way he doesn't give up. He knows that people are there for God. Wapeni watu, Give
people things. Hakuna kitu kizuri There is nothing that is good kama kumfanya aliyekubariki as to make the one who blessed you, azidi kukubariki. for him to be there to bless you Bwana more. Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani umepokea muujiza mkubwa. You received a good Mfano miracle. tuna mama yetu hapa aliletwa wiki iliyopita, aone ni kipofu. We have our mother. Lakini hapa niko na ubiri, naona amenikazia macho, ananiangalia. She was brought blind, but Alipokuja hapa siku ya Alhamisi ananiambia pastor nakuona na shati uliovaa na maiki umeshika maiki. Tukabaki tunashangaa. And we are all surprised. Maana yake nini? Why? Kwamba kama kuna mateso, If there is suffering, kuna baraka pia. there is blessings too. Hakuna mwanadamu duniani There is no man in the world ameandikiwa kuishi kwenye mateso mara zote, that is told that will live in suffering all the labda days of awe his life. ajitambui. Not unless you don't recognize Mwanadamu yourself. yule anayejitambua, Somebody who maana yake recognizes kuna himself, kuingia kwenye mateso there is going in to na suffer, kuna kutoka kwenye and mateso. there is getting out of that Siku suffering. ya leo And today, Mungu akutoe kwenye mateso may kwa God jina la remove you Yesu. out of that Amen. suffering in Akutoe kwenye Jesus' agano la mateso name. kwa May jina God la remove Yesu. you from that Amen. suffering in Akuondoe kwenye Jesus' mateso name. yako kwa May jina la God Yesu. remove you Amen. from Na your kama ni wewe suffering in jipigie Jesus' makofi name. And if mazuri. it's you, clap hands for Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shika mkono jirani yako, mwambie wapeni watu vitu Give people things, nao utapewa, and it will be given. tena kipimo Tena kipimo kilichojaa That is kilichojaa na praise. kusukwasukwa na kusukwasukwa na kumwagika. na Shaken and kumwagika. full. Anasemaje? Yuko tayari huyo? Amen. Mwangalie vizuri huyo, mwangalie usoni huyo. Yuko tayari kupokea huyo? Amen. Yuko tayari kuwapa watu vitu? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shetani anajua The devil knows. siku atakaporuhusu moyo wako kuwa huru, Then day your heart is maana free. yake umefika kwa wakati kwenye baraka zako. You've gone to your blessings. Siku moyo wako ukiwa huru, When your heart will be free ukawa ni mweupe and be clean, au na madoa madoa meusi, there's no that utapiga that's it. magoti kuomba, you'll kneel down to pray, ukainuka bila baraka zako. and you cannot kneel down and wake up without your blessings. Mimi nakutana na watu wengi sana. I've met a lot of people. Tangu nimekaa kwenye huduma nimeona watu wengi sana. This Yaani is in the hakuna ministry has met a lot mshirika of ambaye people. sijawahi kumuona wa staili yake. He has met a lot of people, different kinds of people. Aliyekubali kubadilika Whoever has allowed himself to change ndiye aliyeziona baraka zake. is the one who says blessings. Mungu alazimishi kupokea, God does not force you to receive. anauangalia moyo. He just looks at your heart. Tuna mtumishi wa Mungu ni Waziri Kamanyi, leo hajafika, ameniaga, alisafiri kidogo. We have our minister here who is not with us Juzi akaja today. kunitembelea, ananiambia pastor, And he said, Pastor, ningekupata wewe tangu zamani, if I could have seen you before, ningekuwa mbali sana. I could be very, very far. Anasema siku moja tumeenda Maka kule that- Kuichi. One day they went to Mecca. Ananiambia wakati tunatembea tuko na waziri mkuu Mpinda kipindi hicho. When they were there traveling with another Anasema ministers, wao walikuwa wamenitangulia mbele. they were before him. Anasema mimi niko distance kama ya mita 10-20. Said that he was a way back like 10 Ananiambia meters. wakati natembea, maana watu ni wengi kule. When I was walking and there were a lot of people, Ananiambia kuna watu wakanisimamisha wakaambia huyo ni nani? and they asked me, who Anasema is that nikamwambia person? huyo ni waziri mkuu wa Tanzania. And said, this is our prime minister Anasema of baba Tanzania. mmoja akaniambia wewe And that man said, siku you zijazo ndo rais wa Tanzania. will be the president of Ndo Tanzania. rais wa nini? Tanzania. Akabaki And anashangaa. he was surprised. Sasa akashangaa wakati wa Magufuli naye amechukua kadi kugombea, When it was time for Magufuli akawa for him kuna to compete, spidi anayo ni ya ajabu sana. he had a great speed, Lakini kuna mahesabu akamcheza, anasema. but there is somewhere that the cards Anasema did not yule go well. aliyetumwa anikumbatie, The one who was sent to hug me, baadaye ndiye aliyewaambia watu nimeshamaliza. he is the one who said that I finished him. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeshafanyaje? I have already finished Baada him. ya hapo akasikia amepata stroko kila kitu, kwa hiyo mambo And after yakaishia. that, he got stroke and he didn't go any Bwana Yesu asifiwe Father. sana. Kana nadisia juzi. Anaambia Just telling him. pastor, He said, Pastor, niliwahi kuambiwa na mtu anijui simjui, tuko Maka I kule, met ananiambia someone wewe who ndo doesn't rais wa know me Tanzania and ajaye. said, and Na kweli I am the alipochukua president of kadi, the mpaka Magufuli mwenyewe anamwambia Kamanyi, utakapopata nafasi usinisahau. Usifanyaje? Don't forget Maana him. yake waliona nafasi ni ya They saw that position belongs to him. wakamtime, kwa sababu alikuwa juu cha kufanya. Kile umeona tumemwombea ameshapona nini stroke. He's already Namuona healed. anavyomchezeaga Mungu hapa mheshimiwa waziri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana yake nini? Why? Kwamba baraka zipo, Blessings are there. zinahitaji mtu, They need na somebody. sio mtu tu And not just man. anayejitambua. Someone who recognizes himself.
Ahadi ya Mungu ipo. The promise of God is there. Usipoijua If you don't unaweza know it, ukapita kwenye mateso ambayo si ya kwako. you will go through Ndio sufferings maana that wana wa you do not Israeli deserve. The children walikaa of Israel, miaka 430 they stayed for 430 years. wakiwa utumwani. being Yaani ni in wana slavery. wa ahadi hao, They are the children of the, alafu the eti wako promise. wanatumikishwa, wako They are the wanateseka, one who are suffering wapo wanalia and mateso. they are crying because of the slavery. Kwa hiyo maisha yetu sisi In our life, hayaamuriwi na ulimwengu wa kawaida, it is not decided by just yanaamuliwa na the ulimwengu real ambao world. sio wa kawaida, It's decided by the world ambao that is not real. anautawala Mungu na kuishi That Mungu. is God who is there. Maandiko yanasema Mungu ni nini? Ni pendo. Bible says God is Mungu love. ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Furaha yangu Mungu ni pendo, unipenda, apenda watu. penda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Umeelewa eh? Mungu ni nini? God is Ukitaka Mungu akufurahie, If you want God to be happy with you, ukiishi mama huyu na mama huyu, if you live you to him, atengeneze furaha moyoni mwake. make happiness in your heart. Hiyo ndio ibada zaidi ya kuomba. That is the best worship. Kama utengenezi furaha na jirani yako, If you don't make happiness between maana you and yake your maombi yako neighbor, umeshayazuia tayari. you've already prevented your prayers. Kama utengenezi furaha na mshirika mwenzako, If you don't make happiness maana yake between kuna you kitu and the other umeshakizuia worship, kwenye maisha yako. there is something that you've prevented in your life. Kuna vitu vingine There are other things au vipati kwa sababu ya kuomba kwako, we don't get because we pray. unavipata kwa sababu We get because ya sheria za Mungu, of umeziishi. the principles of God that you live with. Kama Mungu angetafuta tu kwamba anaenda kanisani ndo kigezo cha kufanikiwa, If God looks at the way you go to church and that is the way to be blessed, tusingekuwa na mpendwa maskini hata mmoja we duniani. could not have a poor person in the church. Mungu ukiziishi sheria, If you live according to the laws of ameisha God, kuishi wewe. He will live with you. Ukiuishi upendo wake, If you live with His love, ameisha kuishi wewe. He will live with you. Mungu ni pendo. God is love. Mshike mkono jirani, mwambie Mungu ni pendo. God is love. Mwambie uliwahi kuumiza wangapi kwenye maisha yako tangu umezaliwa. How many people have hurt in your life? Mmoja akaja anaambia pastor, mamangu mzazi simpendi, jumlisha kutokumpenda, jumlisha kutokumpenda. There is someone who said that she hates some other. Anasema waga nawaza afe lini. Just think, when will my mother die? Nikamwambia kwa nini? And he asked why. Akaniambia aliponizaa When she gave birth to me, alinitupa jalalani. he left me. Nikaokotwa na mtu I was taken up by somebody akanilea, that she took care of lakini me, alijua aliyeniokota. but she knew. Alafu nimekuwa nimefanikiwa, When I have succeeded, mama akaja. my mother came. Na kweli nikimwangalia tunafanana. And if I look at her, we resemble. Baba simjui, I don't know my father, mama akaja ukubwani. but my mother came when I've grown up. Nikamwambia msamehe. And he said, just forgive her. Ilichukua miezi 8 It took 8 good months yule dada kunielewa, kamwombe mama msamaha. for that lady Maana to understand alishamjua, pastor, because she knows Mungu that amembariki, God has blessed her. ana gari, She has a ana car, she nyumba, has a house, ana mme. she has a husband. Lakini akimwona mama yake But when she sees that her mother, anakumbuka yule, kama asingemwokota jalalani she remembers the woman who took her. angekuwa wapi yeye. If it could not be that woman, where could she Kuna have been? aina ya makosa There is a kind of mistake. ni ngumu kuyasamehe, It's sad for you to forgive. lakini ukiyasamehe But if you forgive, ndio yaliyobeba baraka zako. that is what has carried your blessings. Alivyomsamehe mama yake, When she forgave her mother, akamnunulia kiwanja mama yake, she bought a land for her akamwekea mother, msingi mama yake. and she Yule dada got sasa hivi that place amepanda for her cheo, mother. yuko Dodoma makao makuu, And today she's a great woman in Dodoma, ofisi ya waziri mkuu. in the office of the prime minister. Kuna aina ya vitu usipojiachilia na Those kufanya, things, if you don't leave them, utakao muone Mungu kwenye you'll maisha. never see God in your life.
Mimi nimemjaribu Mungu zaidi ya mara moja I've tested God more katika than eneo one la time. kumtafuta katika kipengele chochote kile. In any area when seeking Ndio God. maana mimi ninaweza kugeuza ibada yoyote That's why I can change ikawa Mungu anavyotaka iwe. and to be like the way God wants it to be. Yaani nikisema Mungu afanye hiki na Mungu anafanya. If I tell God to do this, he will Nikisema do. Mungu wangu fanya jambo hili, Mungu anafanya. If I tell God, my God, do this, he will do it. Nikisema Mungu hii maiti ifufuke, lazima maiti If I tell ifufuke. God this, Nikisema lame Mungu person kilema needs to huyu rise up. atembee, If I lazima say this lame atembee. person to walk, will walk. Kwa sababu ninamjua Mungu, Because I know God, ninamuishi Mungu, I live with God, ninamjua anataka nini. and I know what he wants. Usiishi kwenye ushabiki. Don't live there Mungu celebrating. hayupo kwenye miemko. God is not there when Mungu yuko kwenye when you celebrate. utulivu wa aina fulani. God is there. Akiamua place. kukuelewa, If he decides to understand umeshaeleweka you, mbele za watu. already people will Siku understand ya you. leo, And today, wewe uliyekaa kwenye kiti cha who Mungu, is sitting on the Mungu third chair of akurudishe God, kwenye nafasi yako may kwa God jina la bring you back Yesu. to your position Mungu in akupe Jesus' furaha tena kwa May God jina la give you Yesu. happiness again in Mungu Jesus' arudishe name. ustawi ndani yako May tena God kwa jina la bring Yesu. prosperity again in Pokea Jesus' nguvu ya name. ustawi tena kwa Receive jina la that Yesu. power of prosperity. Pokea baraka zako tena kwa Receive jina la your Yesu. blessings in Jesus' Pokea name. jina lako tena kwa Receive jina la your Yesu. name in Jesus' Pokea name. biashara yako tena Receive kwa your jina la business Yesu. in Jesus' Na kama name. niwe jipigie And if makofi you do, clap mazuri. hands for Jesus. Anasema wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. And will be given. Ukitaka uishi katika baraka zako, If you want to live in your blessings, mimi kuna wakati waga naombea watu ambao wanihusu, wala sitegemei kama watakuja hapa madhabahu. there is a time he prays for people that they don't concern him. And Ukimkuta he never namuombea rais wa Tanzania, when you see him praying for the president of uwezi amini. Tanzania, you Lakini cannot tunashukuru believe. hapa tulipokea mpaka Samia movement, But we are tukaizundulia thankful that hapa we na received mkuu wa the mkoa Samia movement ndiye alikuwa mgeni here. rasmi. Lakini But hatuishii kwenye hayo. we don't end up there. Omba Pray kwa ajili ya baraka. because of the blessings. Tanzania ni zaidi ya kawaida. Tanzania, it's more than normal. Sasa je, unaweza ukapiga magoti ukaniombea mimi? Can you kneel down and pray because of the person? Unaweza ukapiga magoti ukamwombea mtu aliyekuuzi? Can you kneel down and pray for Unaweza someone who ukapiga magoti possesses ukaombea ndugu zako? you? Can you kneel down and pray for your Hapo ndo Mungu brothers and anapangalia. sisters? That is where God is looking at. Maandiko yanasema ninamsubiri mtu mmoja The Bible says I'm just waiting for one person aliyesimama who is there ili atengeneze nyumba iliyobomoka. so that he can build a house that is Kuna broken. aina za familia zilishabomoka. There are those families that are broken. Usiposimama wewe kutengeneza, If you don't stand and mend them, mtazidi kuishi kwenye kizazi kile kile cha mateso, you live in that kile life of kile cha suffering, uchungu, in that sin, kile kile cha sorrows, vifungo. and everyday crying. Ndio maana unapopata nafasi umekuja madhabahuni hapa, That's when you get Tengeneza an opportunity moyo. to come to this altar. mpe Mungu moyo, Give God your heart mwambie Mungu fanya moja mbili and tatu. tell God to do one, Siko two, mbele three. yako kwa bahati mbaya, I'm not here by mistake. nipo kuna kitu kifanyike kwa ajili yako, I'm here so that something can happen in your ili life. ufike mahali unapopatamani, So that you can go where ili you desire. ukamiliki So unachokitafuta, that you can get what you're ili looking for. ukapokee jambo zuri So unalolihitaji. that you can receive the good thing that you desire. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Haleluya kanisa. Amen. Kuna mambo mazuri. There are good things. Kuna kaka yetu nimemwona Kadashi, nimemwona yuko nje Kadashi, aingie ndani hapa. Yule kaka tangu nimekuta naye 2000 karibu 17, 18 hivi 19. Aliniambia pastor, ulipo nipo, manake wewe ni zaidi ya baraka. Nilikuwa kuna wakati naingia naye kwenye kipindi, yani nikiwa naye kwenye kipindi cha redio fulani hivi. Anasema pastor, watu naonaga simu zinapitiririka namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Zinatiririka namna hii. Ndio maana unaona niko hapa. You see Yeye that hayuko is kule so? tulipokuwa kwenye redio nyingine, yuko Iland FM, lakini bado lazima awe na huyu pastor. Maana yake alishaziona baraka ndani yake. Amen. Na wewe ukazione baraka zako kwa jina la Yesu. May you see your blessings too. Kuna kitu lazima uishi nacho. There is something that you have to live Na with. kuna aina ya watu And duniani. there's those kind of people in the world. Jitahidi sana usiwapoteze. Make sure not to lose them. Duniani kuna watu wanaitwa baraka. There are those people who are called blessings. Anaweza akawa hana fedha ya He kukupa, doesn't have money to give ila you. akikwambia ukabarikiwe, But if he tells you to go and be blessed, imepita hiyo. it's already there. Yaani kitendo cha moyo wake kukubariki wewe, For that act of his heart to bless you, kila kitu kimekaa sawa. everything it's okay. Mwaka 2020 nilienda Dubai. 2020 when Haya maua yalipanda ndege, ndio maana uyaonagi popote. Mnayaonaga ovyo ovyo maua hayo? Ulishayaonaga haya? Haya from Dubai yalipanda ndege haya. 2020 nimekuja nayo. 2020 came with those flowers from Dubai. Ikapanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nayapenda sana. Haleluya. Amen. Wewe unapenda maua? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yametoka mbali sana. Ili ua likichanua linatengeneza zabibu hili, linatoa maua ya zabibu hili.
ili ua. Mtakuja kuliona limezaa zabibu hili. Hayapatikani, afu linazaa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Sasa nini maana yake? Kwamba nilienda kule nikamhudumia mtu akanambia, pastor, And he said, Pastor, baraka zako ni nyingi sana. your blessings are Na so haya many. maua na mimi niliyatoa Uturuki. I get God Asema na wewe uende nayo Tanzania. Go with them. Uende nayo to Tanzania. nini? Nikaripia na hela nyingi sana. I paid a lot of money. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pia hela nyingi sana. I paid a lot of money. Lakini yakafika vizuri. And Ndio they maana arrived yaoni popote. safe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukiyapata utayapata kwa watu wachache sana ambao ni watumishi wa Mungu kama pastor. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Na mama amepanda nyumbani kwake pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anayapenda sana ya maua. We love Hallelujah. those flowers a lot. Kwa hiyo yule mtu akaniambia, ili ua utakuwa unanikumbuka hata ukiwa huko Tanzania. Usiache kunisaidia. Ukikumbuka ili ua These flowers uniombee will zaidi. just remember me Bwana and Yesu pray for asifiwe me. sana. Amen. Kila mwezi aache kutuma sadaka yake. Every Anaambia month maua he yangu says yakoje? testimony. Juzi nikampigia picha namtumia, ambia mbona yamependeza kuliko ya kwangu. Kaambia huku si kuna upako mwingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huku upako ni nini? Ni mwingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Amen. Shike mkono jirani yako, mwambie wapeni watu Give vitu people na things. utapewa. And will be given. Yuko tayari kutoa vitu huyo? Anaweza akajitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dada mmoja wakati tunaanza ujenzi hapa alitoa karibu milioni 20 peke yake. One lady, when we started this altar, he gave 20 million. Jana ananipigia anambia, teacher niko China. Nikamwambia nipigie picha sasa hivi hapo nione. Pazuri China kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko kwenye gorofa nzuri, yani utafikiria labda sio duniani, ni mbinguni. Anaambia hapa nimepiga picha, niko kwenye room yangu gorofani huko. Anaambia huku mvua inyeshi, lakini hali imekamata kama vile dalili ya mvua. Hatutoki ndani huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaambia angalia palivyo pazuri, magorofa mazuri. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nini unapofanya When you do, Mungu naye anafanyaje? Anafanya. God does too. Leo imekuwa yeye kwake kwenda China ni kama vile unavotoka Nyansaka kwenda Buzuruga. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Na China waendagi kwa bajaji. Mshike mkono jirani yako, mwambie China waendagi kwa bajaji. Kuna kitu kinapita juu juu, mwambie unakijua. Mwambie ni nini hiyo? Ni nini hiyo? Mmoja ananiambia, pastor, hivi nikipanda ndege sitafiamo humo. Kaambia utakufaje wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani anaamini bajaji kuliko ndege. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukimpa lift kwenye gari anaenda amekamata, anatetemeka, unashika breki na anashika breki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna maisha hawakuyaishi waliokuzaa. Tamani That is a life that kuyaishi your wewe. parents did not live. Tamani It's time for kuyaishi? you to live. Ukayaishi hayo maisha mazuri na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Siku moja unapanda ndege nzuri, unaenda sehemu hata Dar es Just take a Salaam. plane and Pamina. go somewhere. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nakata tiketi ya kwenda na kurudi, unaandaa na hela yako, unaenda unafikia hotelini, wanakuhudumia, unakula vizuri, siku ya kurudi unapanda ndege yako, unarudi wapi? Mwanza. Unavunja roho ya umaskini ya familia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana huenda hata babu yako alikufuata baisikeli ya kuiacha. Your grandfather Panda did not ndege even namna hiyo, live a unapita na bicycle. wewe angani angani. Yesu alipaa. Bwana Yesu asifiwe Rise sana. yourself and take a plane and go somewhere. Maandiko anasema aliyeshuka kuzimu ndiye aliyepaa katika mateka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna aina ya historia lazima uzibadilishe. There is a kind of history that we have Bwana to Yesu change. asifiwe sana. Amen. Mwanzo 22 tunamalizia. Mwanzo 22:17. Genesis 22:17. Andika vitakusaidia. Mwanzo 22:17. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Mwanzo 22:17 anasemaje? Anasema Aha. katika kubariki Katika kubariki nitakubariki. na katika Na kukuzidisha katika kukuzidisha nitauzidisha uzao wako nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko na kama pwani. mchanga ulioko pwani. Ahadi hiyo. That's a promise. Hakuna kitu kizuri uzaliwa kwa mtu There is nothing good that is born kama from ana him picha ndani yake. if he doesn't have a picture. Usipotengeneza picha ya ahadi, If you don't make a picture of that unaweza promise, kufa ndani ya ahadi na usizione. you will die in that promise and you'll Soma never see Biblia. it. Read the Kuna Bible. mahali Biblia inasema kwenye Waibrania, There is where some in the anasema Bible in hao wote Hebrews pia say all of them also walikufa they died wakiziona ahadi zao kwa mbali.
looking at na their kuzishangilia. blessings at afar. Maana yake walikufa bila kuingia kwenye baraka. They died without entering their blessings. Sio kila iliahidiwa kitu kizuri Not everyone was promised a huwa good thing atakipata. that will get. Inategemea anaishije yeye It depends on how you live. na Mungu wake. It's how you live with your God. Anasema katika kubariki nitafanyaje? Nitakubariki. Nitakubariki. Na katika kuzidisha nitakuzidisha. Hiyo inaitwa nguvu ya ahadi. That is the power of the promise. Lakini ili uione ahadi, So that you can see that maana yake promise, tengeneza picha ndani yako. make a picture in yourself. Kama una picha ya kufanikiwa tena, If you don't have a picture kuongezeka of succeeding, tena, in you increasing, kuinuliwa tena, for you being lifted again, kufanikiwa tena, to succeed again, utaomba mpaka Yesu anarudi. you'll pray until God comes back. Kilichoko ndani yako Whatever it is in ndio you, kinachokupeleka kesho yako. that is what is taking you to your tomorrow. Baba mmoja ananiambia nimefanya biashara nimefilisika zaidi ya mara 10. One man said that he's done Nimeamua business kuachana naye. and he has gone bankrupt more than 10 Nikamwambia times sasa and I've left. kiasi gani? Akanambia mtaji nilionao keshi ni milioni 5. And he said, Nikamwambia "The only nenda money that I have ukaanze is 5 kufanya million. kitu 1 2 3. You just go and do this and this. Hata ukikurupuka unamwambia nipatie milioni 30, anakupatia sasa hivi. Kila kitu kipo, Everything is there. lakini picha inayoishi ndani yako But the picture that lives in ndio you, inakuwakilisha wewe mtu wa aina gani. that is what represents you. Ukiwa na picha kwamba haiwezekani mimi kufanikiwa, If you have a picture that you cannot hata succeed, ningekuwekea mikono miwili hapa, even if I lay 2 huwezi hands on fika you, kwenye ahadi yako. you'll never go to your promise. Kama ndani yako kuna picha ya kwamba mimi ni mtu ambaye nimejiwekea ukuta, sitamani sasa kuwa na mtu mwingine karibu yoyote, nimechukia watu, nimechukia wanadamu, If ni you have ngumu sana that wall kukuombea upon ukafanikiwa. yourself that you don't have to succeed, you Kile never succeed. kinachoishi ndani yako, Whatever lives in you, Waswahili wanasema kinyongo. Nina kinyongo naye, nina kinyongo naye. I have a grudge with him. Yule uliyemwekea The kinyongo one that you have a grudge with, ndio mwenye baraka zako, it's the one ndio who has mwenye your ufunguo wa blessings. baraka He has zako. the keys to your Siku blessings. ukitua kinyongo, If you remove that grudge, umeshaelekea kwenye baraka you zako. will go to your blessings. Ninamchukia huyo. I hate him. Yule unayemchukia The one that you hate, ndio Mungu amemuinua ili akupeleka kwenye it's the jina same jipya. person that God has put there to lift you. Yesu alijua, Jesus knew. alijua Yuda ndiye atakayemuuza, He knew that Judas is the Petro one who is going to, atamkana. and Petro to Aliendelea deny him. kukaa nao mezani, anawapa mpaka But chakula. he stayed with them and giving them food. Mpaka mara ya mwisho wako kalamuni, anaambia chukueni mle wote, chukueni mnywe wote. Until the last Asema time mimi that he sitakula said, chakula "You just hiki eat and drink," and mpaka he said that I'll itakapotokea never eat moja, this food mbili, tatu. until this and this Kuna happens. watu kwenye maisha yako There are those people in your life, ndio watakao kusababisha uingie kwenye kusudi. they'll make you to go to your Usipowajua destiny. If you don't know them ukawapoteza, and you lose them, utabaki unashangaa. you'll be surprised. Wao nafikiri Yesu alikuwa anashindwa kumfukuza Yuda? Do you think that God was unable to chase out Alikuwa Judas? anaweza kumsimamisha Yuda majukumu, He could have kumfukuza told Yuda. Judas just stand Lakini still, alijua akimfukuza Yuda, but he knew that if he chased him, Yesu atapata hiki alichonacho sasa Jesus tunachokikimbilia. will not get whatever that he had today. Tunamkimbilia We are learning, kwa sababu alishinda. we are running to him Katika because maisha he defeated. yako, In your shinda life, mawazo yako, defeat your shinda thoughts, mtazamo wako, defeat your heart, shinda fikira zako defeat your thoughts ambazo zimesababisha vitu vimeshindikana kwenye that has maisha. caused you not to move forward. Kama Mungu alimbariki Ibrahimu akiwa na miaka 90, miaka God 100, blessed Abraham when he was 90 wewe years. kwako ni zaidi sana ya Ibrahimu. To you, it's more than Ibrahim. Ibrahimu hakuwa na Roho Mtakatifu, Ibrahim did not wewe have unaye Holy Roho Spirit, Mtakatifu. but you Maana have yake Holy unaweza ukaenda Spirit. level ambayo sio ya kawaida. You can go to an extreme level. Leo And today, Mungu akupe kipimo chako cha baraka kwa may jina God la give you Yesu. the measure of Akupe your blessing. kipimo kilichojaa na May kusukwasukwa God kwa give you jina la the Yesu. measure that is Amen. Mungu akuinue na kukushangaa May kwa God jina la increase Yesu. you in Amen. Mungu Jesus' akuinue na kukubariki tena May kwa God jina la increase Yesu. you in Jesus' Amen. Pokea kipimo chako kwa Receive jina la your Yesu. blessing in Jesus' Pokea name. kipimo cha baraka May zako you kwa jina la receive the Yesu. measure of your Pokea. blessings in Jipigie Jesus' makofi name. mazuri. Clap hands for Jesus. Usikalie napokea napokea napokea. Don't stay there and say Jifunze that I'm kabla ya receiving, I'm kupokea receiving. unapokeaga nini. Learn before receiving what you're receiving. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Na unatakiwa ufanye nini kabla ya kupokea? And what to do before receiving? Unatakiwa upate nini kabla ya kupokea? And what do you have to get before receiving? Baraka ziko mwanzo, Blessings are there. baraka the ziko first. mwisho baada ya kupita kwenye majaribu. The blessings are there when you pass through your Rudia sufferings. tena pale, mtumishi wa Mungu, malizia. Ndiyo, Anasema aha, katika kubariki katika kubariki nitakubariki, nitakubariki, na katika kuzidisha ndiyo, nitauzidisha uzao wako aha, kama nyota za mbinguni Ndiyo. na kama mchanga ulioko pwani, Aha. na uzao wako Ndiyo. utamiliki mlango wa adui zao. na mlango wako utamiliki mlango
na nini? Na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. utamiliki mlango wa adui. Sawa. Manake msingi mzuri ulioweka wewe The unasababisha na good beginning kizazi kizidi kupenya katika baraka zao. Make your offsprings also to Na go umesikia back to that nakwambia, gate. omba Mungu afungue mlango mpya That's wa why I've told you baraka. to ask God to open the gates of your blessings. Atupokee kwa sababu tuna sura You nzuri. don't receive because Atupokee we kwa look sababu much. tunajua We sana. don't receive because we know Tunapokea a kwa lot. sababu ya utaratibu wa Mungu. We receive because of the God's principles. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya kanisa. Praise God. Malizia Waebrania 6:14. Tunamaliza hivyo. Hebrews 6:14. Ukiwa nyumbani soma hivyo vitu. Read these readings at home. Vitakusaidia. It will help you. Waebrania 6:14. Hebrews 6. Anasemaje hapo mtu wa Mungu? Akisema, Aha. hakika yangu Hakika yangu kubariki nitakubariki, kubariki nitakubariki, na kuongeza na kuongeza nitakuongeza. nitakuongeza. Hakika yangu. Hakika yangu. kisoma katika Biblia maandiko yanasema Mungu wetu ni hakika na kweli. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Mungu wetu ni hakika, sio God is a uhakika. sure God. Uhakika maana yake una upungufu. Hakika imejaa TBS. Kwa ukiishi katika hakika maana yake Mungu anafanya. Usipoishi katika hakika maana yake Mungu anasubiri ukae kwenye hakika. Kama una hakika ya kufanikiwa, If you are not sure maana that yake you are going to utaomba succeed, mpaka kesho baraka zichi. You'll pray until tomorrow and the blessings will not come. Kama una hakika ya kuongezeka, If you are not maana sure yake to huwezi increase, kuongezeka. you'll never increase. Kama una hakika ya kubadilika, If you are not maana sure yake to huwezi change, kubadilika. you cannot change. Kinachokubadilisha wewe What changes ni you? hakika ndani yako. Ikishapatana na Mungu, It's maana being yake sure umeingia kwenye and you baraka. meet God and go to your blessings. Uko mahali hapa. And you are here. Nikisema hakika siku 21 utakuwa umepona. Imeshapita If hiyo. I say surely within 20 days Ulimwona you'll yule be mama healed, anashuhudia you'll be wiki healed. iliyopita. You saw that woman Alikuwa testify anakojorea last kwenye week. mpira, She was using figo catheter to go. zimeferi, kibofu kidneys are kimeziba. Nikamwambia mama, And I said, woman, wiki ijayo next week auvuki na mpira, auvuki na magonjwa. you'll never go through that catheter and that sickness Uliona again. anashuhudia hapa. And you saw her testifying. Madaktari wanashangaa. And the doctors are surprised. Figo zilikuwa zimejaa uchafu, hawaoni uchafu. The kidneys were dirty Kibofu hakina uchafu tena. Mpira wameshamtolea. and they have removed that catheter. Kila jambo linawezekana. Everything Ni is nani ya possible. kulifanya liwezekane? But who is there? Maana yake linakuhitaji wewe. It needs Simple you. tu. It's just simple like that. Utajiri ungekuja kwa kutumia nguvu. If wealth comes through power, Wabeba mizigo bandarini na visiwani those who carry luggages ndo in wangekuwa the matajiri port, namba moja. they could be the richest people. Baraka zipo, Blessings are there, utaratibu umekosekana kwa watu. but we don't have that principle. Shike mkono among jirani people. yako, ambie utaleta utaratibu ili ubarikiwe. Mwambie utaheshimu madhabahu ili Mungu akuinue. Will you respect the altar Mwambie for God to utaendelea lift you? kudumu ili Mungu Will you akustawishe. live on this altar for God to bless you? Kuna baraka za watalii na kuna baraka za wenyeji. They're the blessings of the tourists Hata and wana the wa people Israeli well. walipoenda utumwani Misri, And those who went to be kila walichokifanya Misri walikiacha Misri. whatever they did there, they Waliondoka left na it vitu there. vile vya kubebeka, dhahabu zao, They went with mifugo all yao. what they could carry, their gold and silvers. That is what they went with. Ndio maana watalii wakitoka Marekani wanakuja That's why tourists come from America. hapa. Tuliona mtalii mmoja amekuja Tanzania, yule mchambuzi wa mpira wa Manchester, yule mchezaji wa Manchester, kapelekwa mpaka Ngorongoro, kapanda na matufe yale ya kupaisha watu yale, lakini kaishia kupiga picha. Jamani, elephant, twiga, nini, kaondoka kaacha nini vitu. Things. Ukitaka Mungu akubariki, If you want God to bless you, ishi kwenye kusudi lako. live. to Mwambie His Mungu, word. natamani nibarikiwe, Tell God natamani I desire to Mungu be nidumu blessed. kwenye hii madhabahu I ili want to bariki. live on this altar Lakini so that kama I can upo get. yani ueleweki, yani But akili if you are hazieleweki, just una here, utulivu, utakesha unatangatanga. One leg is inside, the other one is outside. Kutana shetani anakukabia huko njia panda, huyo You meet the natoka devil duniani. along the way. Wapeni watu vitu. Give people things. Anasema hakika katika kubariki nitafanyaje? Nitakubariki. Surely Kuna I'll bless mahali you. ukisimama jua ni hakika Mungu anaenda kufanyaje. There is where you stand Kwa and sababu be wewe sure sio that wa God is kwanza. there. Because you are not the first one. Tumewaona wengi wamebarikiwa, We have seen many people tumeona being wengi blessed. wameongezeka, We've seen many people tumeona being wengi blessed. wameinuliwa. We've seen many people Ruhusu being moyo, exalted. fungua moyo, Open up your tulia heart na utulivu, and stay endelea still. kumwambia Mungu, kumkumbusha kwa habari ya ahadi zako. And just Ili remind Mungu God about the akushangaze. promises. Kile ulichokipata Whatever that kuna you have, kingine zaidi ya hicho. there is more than that. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya kanisa. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Anasema hakika. Ukishaona neno hakika katika Biblia, If you see the word sure in the Bible, hiyo ni zaidi ya vitu hiyo. that is more than things. Hakika katika kufanyaje? Kubariki. Katika kubariki nitafanyaje? Nitakubariki. Nitakubariki. Asema hakika katika kubariki nitafanyaje? Nitakubariki. Surely Ndio maana bless and unaonaga bless sangine you. namwambia mtu wewe When unapona. Jesus says, I tell someone that you will be healed. Ninamwamini Mungu wangu. I believe my God. Nikishakwambia If utafanikiwa, I tell you you'll succeed, jiandae kufanikiwa. prepare yourself to be. Siko mahali hapa kujifurahisha au kujionyesha. Mimi sura yangu hii ni ya kazi. I'm not here for a show. Ipo kwa ajili ya kwamba upate baraka zako. I'm Sema here amini. for you to get your blessings. Maana yake mimi namwamini Mungu aliyenisimamisha I believe the God that kwamba made me ana to stand kila still, kitu kwa ajili He yako. has everything because of Maombi you. yangu siku ya leo, And my Mungu prayers akufanikishe today kwa jina la is Yesu. for God to make you Amen. succeed Mungu again. akufanikishe kwa jina la Yesu. May you succeed Amen. again Mungu in Jesus' akufanikishe name. kwa jina la May you Yesu. prosper again in Mungu Jesus' name. akufanikishe kwa jina la May you Yesu. prosper again Amen. in Jesus' name. Mungu akishasema utapona, If God says that you get amini healed, utapona. just believe you are healed. Mungu akishasema utainuliwa, When God says amini that you will be utainu. exalted, just believe it.